Karibu katika sehemu yetu ya pili, katika sehemu yetu ya 10, kumjua mkuu wa anga. Mkuu wa anga ni nani? Anafanyaje kazi katika ulimwengu wa roho? Tumefundisha sehemu ya kwanza mpaka hii ni sehemu ya 10. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii pendwa ya Apostle Katambi, jitahidi uangalie sehemu zilizopita ili upate maarifa ya kupambana na falme za giza katika ulimwengu wa roho. Leo tupo katika eneo la kwanza la kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kazi ya kwanza ya mkuu wa anga anapotawala. Sitafundisha sana mkuu wa anga ni nani, nimefundisha somo yaliyopita hapo chini, na leo niko kwenye kazi ya mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Na kazi ya kwanza ya mkuu wa anga ni kuzuia maombi. Kuzuia maombi. Inawezekana wakati unapoingia kwenye maombi huwa unapata vizuizi vizito sana, na kuna wakati mwingine unaenda kuomba unapata vita kali sana katika maombi hayo. Wengine wanapoenda kuingia kuomba wanakosa uwepo. Wengine wanapoingia kwenda kuomba kwenye maombi wanakosa uwepo, na wengine wanapoenda kuingia kwenye maombi huwa wasikile kiu ya maombi, bubujiko la maombi, ule wepesi wa maombi hawausikii. Kuna wengine wanapoenda kuomba, nafundisha kazi za mkuu wa anga. Kuna wengine wanapoenda kuomba huwa wanapatwa na usingizi mzito. Usingizi mzito, unasikia tu unasinzia, na ulikuwa umejiandaa vizuri kwamba leo nitaomba sana, leo nitamwomba Mungu vizuri, leo nitaomba vizuri sana. Unapoenda kuomba unasikia usingizi mzito. Na wengine anapoenda kuomba huwa anapiga tu miayo, unabeua tu. Baba, katika jina la Yesu, angalia biashara yangu, angalia kazi yangu, unabeua tu. Unasikia kama kuna kitu kinataka kutoka ndani yako, unabeua tu. Ni kazi za mkuu wa anga. Anatuma majini yake kukuzuia wewe usiombe kwenye anga. Na wakati mwingine unapoenda kuomba ukaingia kwenye maombi, wakati mwingine unapoenda kuomba ukaingia kwenye maombi, huwa unasikia umeingia kwenye maombi, unasahau kile unachoombea, unasahau kile ambacho unachoombea. Hivi yani uko umepanga kwenda kuomba, umejiandaa, unasahau hata cha kuombea. Sijui niombee nini, sijui nilikuwa naombea nini. Uko kwenye maombi unasahau. Ni huyu mkuu wa anga anazuia maombi yako. Ni huyu mkuu wa anga analeta shida kwenye maombi yako. Unasahau kile ulichokipanga kukiombea, na uko kwenye maombi unasahau. Unafika unaomba, unasahau kabisa kwamba niombee nini. Unakosa cha kuombea, unabaki unasema tu asante Bwana, asante Mungu, asante Bwana, asante unanijua, asante unanifahamu. Ni kazi ya kwanza ya mkuu wa anga kuzuia maombi ya watakatifu. Na wakati mwingine unapoenda kuingia kwenye maombi huwa unakumbushwa kazi ambazo hujazifanya mchana. Uko kwenye maombi, Baba, angalia huduma yangu, angalia familia yangu, angalia ndoa yangu. Unakumbusha ile nguo umeshazifua. Unakumbushwa hivi ile hela umeshalipwa. Uko kwenye maombi, Mungu wa mbingu na nchi, onekana kwenye biashara yangu. Unakumbushwa hivi yule mtu yule mteja ile begi alikupa pesa. Hivi ile kadi ulisaini. Hivi kile kikao cha harusi ni lini? Sasa unashangaa uko kwenye maombi unaanza kukumbushwa vitu ambavyo haujavifanya mchana, haujavifanya jioni, haujavifanya usiku.
Uko kwenye maombi unaomba, unawaza sijapika bado chakula. Uko kwenye maombi unaomba, unawaza bado sijafua zile nguo. Kazi ya kwanza ya mkuu wa anga, kama unamwonea huruma kumpiga, huyu ndiye anayekuzuia usiombe. Huyu ndiye anayekudhibiti usiombe wewe. Huyu ndiye anayekudhibiti wewe usiombe, mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Unasema mtumishi Apostle Katambi, unaongea nini? Kazi ya kwanza mkuu wa anga ni kuzuia usiombe. Lakini pia kuna wengine akiingia kwenye maombi, ameingia kuomba, huwa moyo wake unachokiomba na ufahamu wake unachokiwaza ni vitu viwili tofauti. Kazi ya mkuu wa anga hii, moyo unachokiomba moyoni na ufahamu wako unachokiwaza ni vitu viwili tofauti. Unasema Katambi, Apostle Katambi, unaongea nini? Moyo wako unawaza, moyo wako umeomba kwa habari ya biashara, Bwana tenda, Bwana fanya, fungulie mlango, nipe mtaji. Ufahamu wako unawaza, hivi kweli kwenye kikao leo kweli nitapata muda wa kwenda? Moyo unasema Mungu ninaomba fedha, Mungu nibariki. Ufahamu wako unawaza, hivi maji ya kuoga nimeandaa? Mungu nionekanie, nijenge nyumba. Ufahamu wako unawaza, hivi zile nguo nishazipasi? Hasa unashangaa uko na maombi alafu ufahamu unakuanzisha kupasi, huku unaombea kitu kingine. Kwa hiyo unakuwa unapoingia kwenye maombi, ni kazi ya mkuu wa anga, hakupi utulivu. Unachokiomba ni kingine na unachokiwaza ni kingine. Kwa hiyo mawazo yako na ufahamu wako ni vitu viwili, lugha gongana. Mawazo yako na maombi yako, ulitakiwa moyo wako uiname. Kama unawaza kuombea pesa, kuombea biashara, unatakiwa ujikite kwenye, uzame kwenye biashara. Usiwaze kitu kingine, usifikiri kitu kingine, maana Biblia inasema Mungu ni roho, nao mwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao mwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kazi ya mkuu wa anga ni kuzuia maombi. Sasa anawezaje kuzuia maombi? Naomba unifuatilie. Na wakati mwingine huwa anakuondolea utulivu kwenye maombi. Wakati mwingine mkuu wa anga anakuondolea utulivu kwenye maombi. Akupi utulivu, unaomba kwa kurukaruka. Yaani unapoenda kuomba huwa anakupa ule moyo kwamba kile unachokiombea akifai, ombea kingine. Kile unachoombea akifai, ombea kingine. Anakupa kama motisha fulani hivi. Mfano, kwa dakika 10 unaweza kuomba maombi 10. Kwa dakika 20 unaweza kuomba maombi 20. Baba, katika jina la Yesu, angalia biashara yangu, tayari angalia biashara yangu, Mungu anaangalia, tayari umesharuka. Baba, angalia mtoto wangu, tayari Mungu anaangalia, amesharuka. Baba, angalia ndoa yangu, tayari Mungu anaangalia, umesharuka. Baba, angalia jirani, angalia kazi, angalia uchumi, angalia ndoa, angalia familia, angalia. Umekuwa ni mtu wa kurukaruka kwenye maombi. Unasema Katambi, unaongea nini? Sio mbaya kuomba maombi mengi, sio mbaya kuomba maombi ya aina nyingi, lakini unatakiwa kuomba kwa utaratibu. Isaya 43 mstari wa 26 anasema, nikumbushe tuojiane, eleza shida yako nipate kukupa haki yako. Maombi ni kumkumbusha Mungu. Ulisema itabarikiwa mjini, ulisema itabarikiwa shambani, umesema kutoka kwangu kutakuwa baraka, umesema kuingia kwangu kutakuwa baraka. Maombi yako ni kumkumbusha Mungu. Asa kule kumkumbusha Mungu, unaweza ukalipeleka hitaji moja kwa masaa mawili, unaweza ukalipeleka hitaji moja kwa risali moja, ukaeleza Mungu, umesema hivi, kwa nini niishi maisha ya shida hivi?
Wewe niishi maisha ya mateso. Nimekuamini Kristo. Umesema fedha na dhahabu ni mali yako. Umesema utajiri na heshima ni mali yako. Unamkumbusha, unaanza kupanga vikundi, unaanza kupanga hoja zenye nguvu. Sasa unaomba tu, baba ndoa, baba biashara, umeruka, baba kazi, baba familia. Mkuu wa anga anakusumbua. Anazuiaje maombi yako mkuu wa anga? Anakutumia mapepo kwenye anga, anakutumia wachawi kwenye anga, wanaweka uzito kwenye anga, wanaweka vizuizi kwenye anga, wanaweka vipingamizi kwenye anga. Unasema mtumishi, unaongea nini? Huyu mkuu wa anga ni wa kupiga tu, yaani usimwache huyu mkuu wa anga. Cheza naye, soma vizuri hayo, jifunze vizuri hayo mafundisho aliyofundisha hapo chini, ucheze naye. Ukishacheza naye ndo utafanikiwa. Na ukitaka ujue kwamba yeye ndo anazuia, wakati unaomba unasikia usingizi mzito, unapiga miayo, geuza maombi, anza sema, natuma damu Yesu kwenye anga langu la kiroho, natuma damu Yesu kwenye anga langu la kiroho, nafungua anga la maombi kwa damu Yesu, nafungua anga la maombi kwa damu Yesu. Unapata mpenyo ulimwengu wa roho. Danieli sura ya 10. Danieli sura ya 10 na mstari ule wa 11 mpaka mstari wa 12. Danieli sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 12. Kazi za mkuu wa anga. Kazi yake ya kwanza ni kuzuia usiombe. Danieli wakati anaomba, mkuu wa anga Uajemi alimpinga siku 21, akazuia kila anachokiomba asipate majibu. Yeye ndio anasema kwenye anga hili na mamlaka ya mtu asijibiwe, kwenye anga hili na mamlaka watu wasiombe. Ndio maana ukienda, unashangaa, ukienda kanisani unaomba, ukienda kanisani unaomba sana, ukirudi ile eneo unaloishi hamna maombi. Kiomba ni miayo, kiomba ni usingizi mzito. Kwa Danieli sura ya 10 mstari wa 11 asema, Danieli mtu upendwaye sana, fahamu maneno haya ni kuambiayo, ukasimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nilisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako lisikiwa, nami nimekuja kwa ajili yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi, hapa anasema mkuu wa anga wa Uajemi. Kuna mkuu wa anga wa Mwanza, kuna mkuu wa anga wa Mbeya, kuna mkuu wa anga wa Dar es Salaam, kuna mkuu wa anga wa Arusha, kuna mkuu wa anga wa Moshi, kuna mkuu wa anga wa Simiu, kuna mkuu wa anga wa Bariadi, kuna mkuu wa anga wa Tabora. Anasema amenizuia nisilete majibu yako. Maana yake wanajikita, kazi yake ya kwanza mkuu wa anga anajikita kuzuia maombi. Mimi sitampigia mkuu wa anga nihusu. Hakuhusuji wakati anazuia maombi yako. Na sasa bora tu azuie maombi, lakini anazuia na majibu ya maombi yako. Jiulize hapo ulipo, ni maombi mangapi umeomba hujapata majibu? Jiuliza, ni mikesha mingapi umekesha huna majibu? Jiuliza, umefunga mara ngapi huna majibu? Ni huyu mkuu wa anga. Yeye ndio kazi yake kuzuia majibu ya maombi yako. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya mkuu wa anga ni kuzuia usipate majibu ya maombi yako, ni kuzuia watu wasiombe. Na wale wanaoomba, kuna wanaozuia wasiombe, na wale wanaoomba kama Danieli. Danieli alikuwa fire. Mbingu zimemkubali Danieli, Mungu amemkubali Danieli. Mkuu wa anga akasema hapana kutoboa kwenye maombi haya.